Kama tulivyosema, swala ya tarawihi ni sunna ya Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, imethibiti kwa maneno yake, imethibiti kwa kitendo chake na ijmaa ya masahaba. Rawa al-Imam al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah annahu qala man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Anasema Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, na hadithi imepokewa na maimamu wawili mabingwa wa kupokea hadithi juu ya mgongo wa ardhi, al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim, na msimulizi wa hadithi ni sahaba wa Mtume anayejulikana kama Abu Hurairah. Mtume anasema man qama ramadhana, atakayesimama kisimamo cha Ramadhan, atakayesimama kisimamo cha usiku wa Ramadhan, ay man salla layali ya Ramadhan. Wala Mtume hakusema man qama Shawwal au man qama Sha'ban au man qama Rajab. La, Mtume alisema man qama Ramadhana, atakayesimama kisimamo cha Ramadhan imanan wa ihtisaban, ana imani na Mola wake, ana matumaini na Allah na anatarajia ujira kutoka kwa Allah. Hasimami kwa ajili aonekane, la, anatafuta radhi za Allah azza wa jalla. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kama ilivyokuja katika riwaya nyingine ambayo kwamba vile vile imepokelewa na al-Imam al-Bukhari na Muslim, ikisimuliwa na Abu Hurairah. Mtume wako anasema sallallahu alayhi wasallam, man qama laylatal qadri, man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yeyote ambaye kwamba atasimama kisimamo ndani ya usiku wa laylatul qadr, yeyote ambaye kwamba atauisha usiku wa laylatul qadr bisalah wadua wadhikr watilawati alquran, akauisha wa usiku kwa kusali, kwa kuomba dua, kwa kuleta utajo wa Allah, kwa kukithirisha istighfar na kumtaja Allah, na kusimama usiku na kusoma Qur'an, mtu kama huyu Mwenyezi Mungu atamsamehe madhambi yake kama atafanya kwa imani ya Mola wake na anatarajia ujira kutoka kwa Allah. Ndugu Waislamu, hivi visimamo alivyovitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam ni visimamo vinavyopatikana katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu Mtume alisema man qama Ramadhani. Na kama tulivyotaja, hadithi utaipata katika sahihi mbili, sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim. Wa min aqidatina, na katika aqida yetu sisi kama ahlus sunna wal jamaa, na'taqidu anna asahha al-kutubi ala wajhi al-ardi ba'da al-Qur'an sahihu al-Bukhari thumma sahihu Muslim. Itikadi yetu kama ahlus sunna wal jamaa, walillahi alhamd, alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tunaitakidi, tunaamini kitabu kisafi juu ya mgongo wa ardhi baada ya Qur'ani, baada ya Qur'ani kitabu kisafi juu ya mgongo wa ardhi mwanzo kabisa ni sahihu al-Bukhari, kisha sahihu Muslim. Ndani ya sahihu al-Bukhari hautopata maneno ya mwanasiasa wala maneno ya mzee wa mtaa wala maneno yoyote katika wanadamu. Utakuta ndani ya sahihu al-Bukhari maneno ya khairul bariya sallallahu alayhi wasallama, maneno ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, na namna al-Imam al-Bukhari alikuwa na utaratibu wa kuchukua hadithi mpaka aipasishe kwenye kitabu chake. Kisha sahihu Muslim,